Somo letu linasema siku ya tatu. Kwa nini siku ya tatu? Siku ya tatu, nyakati za mwisho. Tunajifunza siku ya leo somo linalosema siku ya tatu, nyakati za mwisho. Ndilo somo ambalo leo Bwana Yesu amenipa, lakini somo hili tutajifunza mpaka pale itakapofika mwisho. Na Mungu anataka tujifunze kuhusu majira. Siku ya tatu ni majira. Amen. Siku ya tatu ni majira. Majira haya ni majira ya ufufuo. Majira ya ufufuo. Siku ya tatu tunaona Yesu Kristo akiwa anatoka kwa wafu. Siku ya tatu analitakia amani kanisa. Siku ya tatu akajifunua kwa kanisa. Siku ya tatu anasema leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, lakini siku ya tatu nitakamilika. Nazungumzia siku ya tatu, siku ya ukamilifu. Hii ni siku ya ukamilifu wa kanisa la Kristo. Siku ya tatu, siku ya tatu kwa maana kwamba siku ya kwanza na siku ya pili kanisa lilikuwa linatembea katika ufu, lilikuwa linatembea katika tabia za mwilini. Halikuwahi kumsikia Yesu akibisha hodi, halikuwahi kusikia habari za Yesu Kristo. Walikuwa wamezoea Torati na sheria. Walichokuwa wamekibeba ilikuwa ni sheria, lakini habari za Yesu hawakuwahi kuzisikia. Leo nazungumzia siku ya tatu iliyobeba injili ya mwisho, iliyobeba sauti ya parapanda, iliyobeba sauti ya tarumbeta, iliyobeba sauti ya mwaliko mkuu, inakwenda kuwakusanya maelfu ya watu, kuwaleta kwenye mlima wa Mungu. Haleluya! Bwana anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Atakaye nisikia akafungua mlango, nami nitaingia kwake, nitaketi pamoja naye, nitakula pamoja naye. Mambo matatu yanafanyika siku ya tatu. Unapoisikia sauti ya Mungu ukafungua mlango, hiyo ni namba moja. Unafungua mlango. Mlango upi unaofungua? Mlango unaofunguliwa ni ufahamu wako. Unafungua ufahamu kupokea neno la Mungu, kupokea neno la ufunuo, kupokea neno la kweli, kuipokea kweli ya Kristo. Ni ufahamu unafungua. Huo ni mlango wa kwanza unaofungua. Lakini namba mbili anasema nitaingia kwake. Namba moja nitaingia kwake, lakini namba mbili nitaketi pamoja naye. Yesu Kristo siku ya tatu anaingia ndani yako, anakaa pamoja nawe. Lakini namba tatu anasema nitakula pamoja nawe. Anaingia ndani yako, anaketi pamoja nawe, anakula pamoja na wewe. Yohana akasema, mimi najua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja duniani, nitaketi pamoja nawe. Matendo sura ya 10:40 na 41, sisi tuliokula na kunywa pamoja naye. Baada ya kufufuka siku yake ya tatu, tunakula nini? Hatuli ubwabwa na maharage, tunakula neno la Mungu. Tunakula vitu vya rohoni, chakula cha roho. Tulikula pamoja naye. Baada ya kufufuka alitulisha neno la kweli, na leo hii tunakula neno la kweli. Tuanze na Ufunuo sura ya 3:20. Soma hapo.
Halafu tunakwenda kuangalia tena kitabu kingine, Ufunuo 3:20. Andika unayaandika, lakini andika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5 mstari wa 20. Andika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 40 hadi 41. Andika. Tazama nasimama mlangoni. Tazama nasimama mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze na Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Tazama nasimama. Tazama simama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Ndio yeye ashindaye. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tazama na msimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu, yeye amesimama mlangoni anabisha, amesimama mbele ya moyo wako, anaomba nafasi. Mlango wa moyo, amesimama mlangoni anabisha. Mtu akisikia sauti yangu, sauti yake ni injili, sauti yake ni kweli ya Mungu. Hiyo ndio sauti ya Yesu. Nitaingia kwake, nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja naye. Lakini majira ya siku ya 3 anadhihirika Yesu Kristo akisema, waraka wa kwanza Yohana 5:20 anasema, nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Siku ya 3 ametupa akili. Luka 24:44, alipofufuka kwa kufunulia akili ili waelewe maandiko. Kwa kabla Yesu hajafufuka hawakuwahi kuyaelewa maandiko, hawakuwahi kulielewa neno. Lakini mara baada ya kufufuka akafungua akili zao. Baada ya kufufuka akaingia ndani yao. Baada ya kufufuka akala pamoja nao. Baada ya kufufuka akaishi pamoja nao. Siku ya 3 ni siku ya ufufuo kwa kanisa la Kristo, kulitoa katika mfumo wa kimwili kuliingiza katika mfumo wa rohoni. Kanisa la Kristo baada ya ufufuo linatembea katika maisha ya rohoni. Tunakula pamoja naye katika roho, tunaishi naye katika roho, tunaketi pamoja naye katika roho. Ameingia ndani yetu. Kinachoingia ndani yetu ni neno la kweli tunalolisikia, tunapolipokea tukaliishi, tumeishi na Kristo. Lakini yeye anaendelea kusema, wakoa Matendo ya Mitume ile sura ya 10 mstari ule wa 40 mpaka 41. Neno la Mungu linasema,
Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu. Akamjalia kudhihirika. Si kwa watu wote. Bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu. Ndio sisi tunaokula na kunywa pamoja naye. Baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Angalia, siku ya tatu ndipo wanafunzi walipokula na kunywa pamoja naye. Lakini Yesu Kristo alipofufuka hakudhihirika kwa watu wote, ila ni wale waliokuwa tayari wamekwisha kuchaguliwa na Mungu. Kwa neno la ufunuo halijaenda kwa watu wote. Mungu hajajifunua kwa watu wote, amejifunua kwa wachache. Wakolosai 1:26 anaeleza waziwazi, ni siri iliyokuwa imefichwa tangu zamani na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa, ni kwa ajili ya watakatifu peke yake. Ndio maana anasema ya kwamba angalia, si kwa ajili ya watu wote Yesu kujidhihirisha. Alijidhihirisha kwa wale waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu. Ndio maana mtu anayecheza na kazi ya Mungu mimi namshangaa. Maana kama umechaguliwa na Mungu, maana yake wewe si bora kuliko wengine walioko huko. Jambo unalopaswa kujiuliza, kama kweli Yesu anajidhihirisha kwa waliokwisha kuchaguliwa na Mungu, wewe ujue kabla hujazaliwa kwa ndugu zako na wazazi wako, yeye anasema kabla sijakuumba nalikujua. Alikuandaa wewe kwenye kundi langu, utakuwa hivi, utashika nafasi hii, utatembea hivi, na muda wako utatumika ni miaka 10 umemaliza. Siku ya tatu alijidhihirisha kwa kanisa, kwa wachache waliochaguliwa. Hao wamechaguliwa na Mungu. Ndio maana Warumi 8 ukisoma pale 29 mpaka 30 anasema wale aliowachagua tangu asili aliwaita tangu asili. Waliochaguliwa, tulichaguliwa tangu asili. Tangu asili tulikuwa wapi? Tulikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Akachagua akasema, fulani nenda duniani, nenda kafanye kazi hii, utazaliwa kwenye ukoo fulani. Fulani nenda, wewe utakuwa mwinjilisti, wewe utazaliwa kwenye ukoo fulani. Haijalishi umezaliwa kwenye ukoo wa Kiringe cha Kiganga, saa ikifika Bwana na kuchomoa, maana yeye amekutoa mbinguni kwa ajili ya kazi maalum. Anasema si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha. Mashahidi. Wewe ni shahidi, umeiona kweli ya Mungu, umetembea na Mungu, uzuri wa Mungu umeshauonja, umeshajua uzuri wa Kristo jinsi alivyo. Wewe ni shahidi, umechaguliwa. Wewe ni limbuko ili ujue ukweli, namna ambavyo unaweza kutembea na Mungu, namna ambavyo unaweza ukatangaza habari za ufalme wa Mungu. Sikiliza nikwambie, Mungu hajakuchagua ili uje kustarehe duniani, wala uje kuuza sura kwenye kusanyiko kwamba na wewe ni mshirika wa injili ya milele. Yeye kukuita kutoka huko kuchagua katikati ya wengi. Maana anasema alituchagua kati ya mataifa. Anasema nimekuleta ili nitengeneze ufalme wangu. Unapokubali kuliishi neno la Mungu, maana yake wewe unaishi ndani ya ufalme wa Mungu. Wewe unatembea ukiwa ni ufalme wa Mungu. Siku ya tatu Mungu alikuwa anatafuta kuunda ufalme wake, mara baada ya kumpokonya shetani watu wa miliki yake. Kabla Yesu Kristo hajaenda Kalvari, watu walikuwa wamemilikiwa na shetani. Ndio maana muda ule walipomkamata Yesu wakasema, hii ni saa ya ufalme wa giza kupenda kazi.
akidhihirisha saa yangu ya kuwachukua hao unaowatesa inakaribia. Sasa wewe umeshapokonywa mikononi mwa Ibilisi. Wewe ni ufalme wa Mungu unaoishi duniani. Maana yake wewe umembeba Mungu, umemruhusu Mungu aoperate duniani kupitia wewe. Lakini unashangaa kanisa siku za mwisho, angalia upendo umepoa. Kuja kanisani mpaka jisukume, hajui anachokifanya. Lakini Mungu anasema alijidhihirisha si kwa watu wote, bali wale waliokwisha, bali mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ya kwamba mara baada ya kufufuka kwa macho yenu mtashuhudia. Anasema ambao ndio sisi tunaokula na kunywa pamoja naye. Sasa baada ya kufufuka, Yesu akurudia ule mwili wa kawaida, alirudia mwili wa utukufu aliokuwa nao mbinguni, ule mwili wa utukufu. Maana wakati Mariamu Magdalena anakwenda kumkaribia ili amguse, akamwambia usinishike, maana mimi na wewe tayari tumeshatengana, kuna umbali tena. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo angalia, siku ya tatu imebeba siri nzito. Ukisikia sauti ukafungua mlango, yeye anaingia namba 1. Akishaingia anakaa na wewe namba 2. Akishakaa na wewe anakula na wewe namba 3. Mambo 3 yanafanyika siku ya tatu. Hakuna ambaye anaweza Yesu Kristo akaingia ndani yake kama hajafungua mlango wake. Hawezi kuingia kakaa pamoja na wewe kama hujafungua. Lazima ufungue kwanza mlango, aingie, akae na wewe, ale na wewe, na kila na wewe atakulisha chakula cha kweli, kwa sababu yeye ni kweli. Kwa hata kulisha tena chakula ambacho kitakuja kudhuru maisha yako, au unakula mpaka unakuwa na utapiamlo. Wako watu wamekula vyakula, wamejifunza kila siku. Timotheo anazungumza, wamejifunza kila siku, lakini wasiofikia ujuzi wa kweli. Ni kwa sababu wanakula chakula ambacho si lishe bora. Analitaka kanisa lake liweze kupata chakula bora. Sasa angalia, mara baada ya kufungua mlango akaingia, akakaa na wewe, akala na wewe. Yeye anasema mtu yule atakayenipenda mimi na Baba yangu tutafanya makao ndani yake. Yohana 14:23, soma. Yohana sura ya 14 mstari wa 23. Neno lake linasema 14:23 imeandikwa, Yesu akajibu akamwambia mtu akinipenda ataliishi neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Amen. Ukisikia sauti yake, yani Injili, ukaruhusu moyo wako ukafunguka, Kristo anaingia ndani yako. Akisha ingia ndani yako, anakaa pamoja nawe. Akikaa pamoja nawe, anakula pamoja nawe. Halafu anasema mtu akinipenda atalishika neno langu, na anayelishika neno langu, huyo naye Baba yangu na mimi tutakuja kufanya makao ndani yake. Kwa hakika Yesu Kristo haji peke yake, anakuja Yesu Kristo. Kumbuka, anayetangulia kabla ya kuja Yesu Kristo ni Roho wa Mungu anaingia ndani yako. Roho wa Mungu anakukabidhisha kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo anakukabidhisha kwa Mungu. Kwa anayetangulia ndani yako ni Roho wa Mungu, anayekufanya wewe ufungue moyo wako ili Yesu Kristo aingie, ni Roho wa Mungu.
Asiye na roho wa Mungu hawezi kukubali Kristo aingie ndani yake. Kwa hiyo roho wa Mungu anaingia, anamkaribisha Yesu Kristo. Yesu Kristo anamkaribisha Baba. Baba naye wanakaa ndani yako. Yesu Kristo anazungumza kwa habari ya unabii wa Isaya. Anasema nyakati hizo za mwisho viziwi watasikia habari ya maneno ya kile chuo. Kile chuo kipi? Chuo kipi? Chuo cha Roho, chuo cha Yesu Kristo anayetufundisha, anayetuelekeza na kutuongoza. Isaya sura ya 28, 29 mstari wa 18. Isaya 29 mstari ule wa 18 hadi 19. Na katika siku hiyo viziwi watasikia maneno ya hicho kitabu. Ndiyo. Na macho ya vipofu yataona katika upofu na katika giza. Ndiyo. Wanyenyekevu nao wataongeza furaha yao katika Bwana. Na maskini katika wanadamu watafurahi katika mtakatifu wa Israeli. Amen. Anasema katika siku hiyo. Siku ipi? Siku ya unabii. Wa siku gani? Wa siku ya tatu, ambapo wataisikia sauti yake. Viziwi hawasikii habari za ufalme, wanasikia habari zingine. Lakini yeye alikuwa anatafuta viziwi wa rohoni. Vipofu wasioweza kuona utukufu wa Mungu. Maneno ya hicho kitabu, maneno ya chuo. Wanyenyekevu nao siku hizo wataongeza kunyenyekea, wataongeza furaha katika mtakatifu. Wanyenyekevu ambao ndio mabaki, ambao ndio kondoo, ambao ndio wateule, ambao ndio wapole, wataongeza furaha yao. Vipofu wako, watu leo wako makanisani lakini vipofu wa kiroho. Wako watu ambao wako makanisani lakini viziwi wa kiroho. Habari za ufalme zishasahaulika kwao. Amosi akasema, tazama siku za mwisho kutakuwako na njaa kali, si njaa kukosa chakula, baada ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Kwa hiyo angalia, siku ya tatu Bwana Yesu anakusudia kanisa lake liweze kupokea maneno ya hicho chuo, wapate kula na kunywa pamoja naye. Yohana sura ile ya 16 mstari ule wa 13. Yohana 16:13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake siku hiyo. Lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli, tumeona ni Mungu wa kweli, ni Yesu Kristo aliye wa kweli. Umesikia? Amen. Roho wa kweli tumesoma kule, anatueleza kwamba katika waraka wa kwanza wa Yohana ile 5:20 tumesoma tukaona yeye ni Mungu wa kweli.
Tunajua mwana wa Mungu amekwisha kuja. Huyo ndiye Mungu wa kweli. Roho wa kweli atakapokuja atatuongoza, atutie katika kweli yote. Kwa hiyo kanisa siku ya tatu linapokea kuingizwa katika kweli yote. Siku ya tatu kanisa linaongozwa na Mungu ili kuingia katika kweli yote, kwa sababu yeye Mungu anatengeneza ufalme wake. Yohana 4:25. Mwanamke Msamaria anasema, tunajua ya kwamba yuaja Masihi, na atakapokuja huyo atatujulisha mambo yote. Mambo yote. Yesu Kristo anapokuja kwako anakujulisha mambo yote, hakupi nusu. Lakini kwa sababu tayari ulikuwa kwenye chuo kilichofungwa, ni kisima kimetiwa muhuri, hukuwahi kujulishwa kweli yote. Ulikuwa unajua nusu, ulikuwa unajua kidogo, na mengine ulikuwa hujui. Ndio maana leo hii tunakuona unaendelea kushiriki vitu vya mwilini kuliko vya rohoni, na ulipovishiriki unaendelea kufa. Uhalisi wa maisha yako unayaona, maisha ya kiroho ulionayo ni tofauti. Maana Biblia inasema aliyekutana na Yesu Kristo, ya kale yanapita, yanafanya mapya. Ukiwa kwenye kisima kilichofungwa unabaki vile vile, lakini ukikutana na Yesu Kristo, ya kale yote yanapita, anageuza kuwa mapya kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mwanamke Msamaria anamwambia, tunajua yuaja Masihi. Akamwambia, anayesema na wewe ndiye. Wewe umebahatika kukutana naye sasa. Akasema, hivi kumbe? Hapana. Kama ni kweli, niruhusu nitue mtungi wangu hapa. Akamwambia, nenda karete kwanza mmeo. Karete mmeo kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua, ndio maana unaona ambao bado hawajaingia siku ya tatu, wako siku ya pili ya kupambana na mapepo na magonjwa. Yesu anasema leo na kesho naponya magonjwa, kutoa mapepo na kuponya magonjwa, lakini siku ya tatu narudia utakatifu wangu, ukamilifu wangu na urudia. Walioingia siku ya tatu hawakubali kufufuka pamoja na Kristo. Watu wanasema tumezikwa na kufufuka pamoja naye kwenye maji ya ziwa Victoria, lakini bado kwa vile vile, bado ni wazinzi, bado ni wachawi, bado wananingwa na mapepo, bado wananingwa na wachawi. Wamezikwa na kufufuka kwenye ziwa Victoria. Yesu hakuwemo kwenye maji ya ziwa Victoria, alikuwemo katika roho. Haleluya, alikuwemo rohoni yeye. Waliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka ni wale waliokwisha kuchaguliwa na Kristo. Haleluya. Kwa hiyo angalia, wale wanaosema tunamngoja Yesu mawinguni muda wote anakuja, hawajaingia siku ya tatu. Siku ya tatu Yesu alilifufua kanisa kutoka mautini kuingia uzimani. Yohana sura ile ya 5:24 anasema ya kwamba bali umefufuka kutoka mautini kuelekea uzimani. Tunakwenda uzimani kwa jina la Yesu Kristo. Tunakwenda uzimani kwa jina la Yesu Kristo. Maana Kristo tuko naye. Huyu Yesu ndiye tunayekula na kunywa pamoja naye. Maana baada ya kufufuka anasema ametujalia kudhihirika kwetu. Haleluya. Haleluya. Unajua ngoja nikwambie, mtu aliyepata neema ya kuingia siku ya tatu anao ujasiri ya kwamba mimi niko na Kristo. Haleluya. Maana angalia, mahali alipokuwa ananingwa na mapepo, leo hii ananyosha mguu, analala, anasema Yesu wewe ni Bwana. Haleluya. Siku ya tatu ina nguvu. Yesu siku ya tatu alivunja kaburi, akatoka akiwa mzima. Oh, haleluya. Kaburi lilishindwa kumshika tena, akatoka. Haleluya. Na wewe ingia siku ya tatu, ili minyororo iliyokuwa imekushikilia ishindwe kukushika kwa jina la Yesu. Haleluya. Siku ya tatu, kanisa liloingia siku ya tatu lina nguvu. Walikula chakula cha roho. Haleluya. Wakaunywea mwamba wa roho.
tatu ina siri yake. Yule mwanamke Msamaria akasema, anasema mimi nina uhakika atakapokuja Masihi, yuaja Masihi, na atakapokuja atatufunulia mambo yote. Sasa leo Kristo, Yohana anasema nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, nasi ametupa akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, huyo Mungu wa kweli ambaye ndiye uzima wa milele. Kwa hiyo ukiwa ndani yake unao uzima, ukiwa ndani yake unao uzima, ukiwa ndani yake atakujulisha mambo yote. Anasema yote anayoyasikia huwapasha habari, huwapasha habari. Haleluya, haleluya. Kubali kama katoto kachanga, unazidi kunawili tu. Oh, haleluya. Hey, sikiliza. Wakasema Lazaro amezikwa, yuko siku 4 kaburini ananuka. Akasema sikukwambia wewe ya kwamba ukiniamini utaona utukufu wa Mungu wewe? Haleluya. Amini uone utukufu wa Mungu. Amini kwa jina la Yesu Kristo. Upokee utukufu. Utukufu wa Mungu uone. Maana Bwana amekusudia ya kwamba wale uko magerezani watoke, wale uko kaburini watoke. Maana hiyo ni saa ya Mungu aliye hai. Saa ya kutoka kaburini. Yule mwanamke Msamaria akatua mtungi wake, akasema nipe maji ninywe, nisirudi kwenye kisima kuteka haya maji. Haleluya. Nisirudi kisimani tena kuteka haya maji. Haleluya, haleluya. Siku ya tatu ina nguvu. Mwanaume wa wanaume, yeye jiwe akalisukuma, akatoka kwa mzima, akalivingisha, akalikalia. Na wewe kwa jina la Yesu Kristo, Bwana kumeukalia maadui zako. Hiyo siku ya tatu unashinda, hiyo siku ya tatu unainuka tena kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya tatu imebeba ujasiri. Ingia kwenye siku ya tatu uone. Ingia ndani ya siku ya tatu uone. Utatembea kwa ujasiri, utatembea na nguvu zote. Maana yanasema nitaingia, nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja naye. Kubali Yesu aingie ndani yako ili akae na wewe, ili ale na wewe. Uone kama utaona njaa tena ya dhambi, uone kama utaona kiu tena ya dhambi. Maana Yesu atakuwa na keti pamoja nawe. Haleluya. Bwana siku ya tatu alishinda nguvu ya mauti, alishinda nguvu ya kaburi. Leo kanisa la Mungu linashinda nguvu ya kaburi. Siku ya tatu tunatoka. Yohana 5:25 anasema ya kwamba amini na kuambia saa yaja, nayo sasa ipo, ambapo wafu wako wataisikia sauti, na kila atakayesikia sauti lazima atakuwa hai. Sauti yake ni injili ya milele, injili ya kweli. Haleluya. Hiyo ndio injili ambayo Bwana anawaagiza malaika wake pamoja na sauti kuu ya parapanda kwenda kuwakusanya wateule wake. Hii ni saa ya urejesho. Haleluya. Bwana anasema wafu wako wataisikia sauti ya mwana wa Mungu. Sauti ya mwana wa Mungu ni sauti ya tarumbeta, tarumbeta ya mwisho. Hiyo ndio sauti ya mwana wa Mungu. Haleluya. Sauti ya tarumbeta inawaleta wateule, ikiwaleta wanaingia ndani ya Kristo, kisha ukale unaondoka, wanakuwa wapya tena kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuwa wananigwa na mapepo yanakimbia. Yesu anasema na aliona shetani akidondoka kutoka mbinguni kama umeme. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo waliokuwa wamefungwa siku ya tatu Yesu Kristo alipofufuka, wakafufuka pamoja naye. Minyororo ikawachia, mapepo yakawachia, nguvu za giza zikawachia, wakawa salama. Haleluya, haleluya. Walikula na kunywa pamoja na Kristo. Siku ya tatu ni fumbo. Hiyo ni siri. Fumbo la siku ya tatu watu hawajui, bado wanakula na kunywa.
bado wanakula na kunywa, lakini si chakula cha kweli, chakula cha roho. Walikula pamoja naye, walikunywa pamoja naye. Yesu aliingia ndani yao, akakaa pamoja nao na akala pamoja nao. Yesu akiingia ndani yako, yeye anaitwa moto urao. Mapepo yote na matunguli na mizimu ya babu zako zote teketea. Hii inateketea, maana yanaitwa moto urao. Hujakubali kumruhusu Yesu aingie ndani yako. Akiingia ndani yako, haijalishi kwamba wanalala usiku wanakuniga, wakija wanakutana mzee wa siku wamekaa pale. Haleluya. Hey. Haleluya. Wanakutana mzee wa siku wametulia pale siku ya tatu hiyo. Haleluya. 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 Anasema walete vipofu walio na macho, viziwi walio na masikio, na mabubu wanaonena. Haleluya. Mabubu lakini wananena. Siku ya tatu anawatafuta watu. Siku ya tatu anawatafuta watu ambao wamejikana, ambao wamekubali sasa wafunuliwe, waingizwe, wafufuke pamoja naye. Haleluya. Haleluya. Tabia za asili zikisha zikwa, unafufuka upya, unafufuka upya, tunavikwa upya tena mbele za Kristo. Haleluya. Yohana ile sura ya 5 anasema ule mstari wa 24, anasema amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini akielekea uzimani. Huyo anayemwamini Kristo, analiamini neno lile analolisikia, huyo haingii hukumuni, bali amepita akielekea uzimani. Ametoka mautini kwenda uzimani. Lakini sharti kwanza ulisikie neno la Kristo na uliamini. Siku ya tatu imebeba majibu. Siku ya tatu imebeba majibu. Yohana 14:26 14:26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho msaidizi, Roho Mtakatifu akija kwako, anakukumbusha yote aliyokuamuru Yesu Kristo kuyafanya. Huwezi kuyafanya mapenzi ya Mungu kama Roho wa Mungu ndani yako hayumo. Utayafanya mapenzi ya Mungu ikiwa Roho wa Mungu yuko ndani yako. Siku ya tatu ni siku ya urejesho wa kanisa la Kristo kutoka mautini kuelekea uzimani. Leo kanisa limekufa. Kila unayemuona hana mahusiano na mbinguni na jina la kuwa hai ni Mkristo, lakini ndani yake Kristo haishi. Ndio maana unaona ana kinyongo, ndio maana unaona ana chuki, ndio maana unaona ana hasira, ndio maana unaona anaweza kufanya jambo baya. Matendo yale ya mwilini ndio yamejaa. Wagalatia 5:19 mstari mpaka 21 ndio yaliyojaa ndani ya kanisa, hayo matunda, kwa sababu yeye bado hajakubali Yesu Kristo aingie ndani yake. Na Yesu Kristo hawezi kuingia kupitia maandiko. Paulo anasema yeye atutosherezaye, aliyetufanya sisi kuwa wahudumu wa agano jipya, lakini sio la andiko. Liko agano jipya la andiko, lakini liko agano jipya la roho. Andiko linaua, watu wamekufa kiroho, hawana mahusiano na Mungu. Mose anasema ya kwamba kutakuwa na njaa, si njaa ya kukosa chakula, njaa ya kukosa kulisikia neno la Mungu. Neno la Mungu limekuwa ni adimu, leo yamebaki ni maandiko, historia. Kwa sababu neno la Mungu likiingia ndani yako ni mbegu ile imeingia. Mbegu ikiingia ndani yako ni lazima yote.
Ikiota lazima ilete matunda. Ikitoa matunda lazima watu wachume matunda wapate kula. Haleluya. Siku ya tatu lazima wapate matunda kwako. Ukishaingia siku ya tatu tu wataona badiliko. Ulikuwa ni kapepera sana, wataanza kuona maneno ya hekima kwako. Ulikuwa na kiburi, wataanza kuona unyenyekevu kwako. Maana tayari umeshaingia siku ya tatu, watu wanatafuta matunda kwako. Haleluya. Wanatafuta matunda kwako. Kwako wanapata matunda gani? Haleluya. Haleluya. Mwanamke kwenye kisima cha Yakobo alikuwa anakunywa maji. Yale maji anakunywa, lakini yale maji wanyama wa Yakobo wanakunywa humo humo. Watoto wake wa Yakobo wanakunywa humo humo, na Yakobo mwenyewe anakunywa humo humo. Kwa hiyo yale maji na mifugo yake na tabia ya mifugo ilivyo, wanakunywa humo humo, wanakojoa humo humo, na Yakobo mfalme anakunywa maji hayo na watoto wake. Maji hayo hayawezi kumkata kiu mtu. Wanaotembea vijijini, safari za mbali, unapita kwenye maji, unakuta maji yametuama pale, kiu imekuchapa, hakuna hata cha maji. Unafanya hivi, unapuliza tu, unachota. Ukichota ule uchafu wa huku na huku umejirudisha tena, unaanza kusukuma tena mpaka uchote tena mengine yaje ukate kiu. Ni vigumu. Ndivyo kwenye kisima cha Yakobo. Kisima cha Yakobo ni dini na udhehebu. Kwenye dini na udhehebu hatuwezi kukatwa kiu. Ndio maana unaona kwamba mtu yuko na ujasiri, anaweza akawa anauza pombe lakini kanisani anakwenda na anaitwa ni Mkristo. Anaweza kaenda kwa Karimanzira na bado kanisani anakwenda, kwa sababu kwenye kisima cha Yakobo hana hofu. Lakini siku ya tatu kiingia, haleluya, haleluya. Warumi 8 kimbia. Warumi 8:29. Kimbia Warumi 8. Warumi 8:29 mpaka 30 anasema, maana wale aliowajua tangu asili, aliwajua tangu asili. Usije ukasema kwamba na mimi nimeokoka leo, afadhali Mungu amenijua. Anasema wale aliowajua tangu asili. Anasema hivi, aliwachagua tangu asili. Tangu asili tulikuwa wapi? Hatukuwa kwa wazee wetu, hatukuwa kwa baba zetu, hatukuwa kwa mama zetu. Tulikuwa pamoja na Mungu katika ulimwengu wa roho. Ndiko tuchagulia. Akasema wewe nenda duniani, wewe nenda ukafanye kazi hii. Anasema wale niliowajua tangu asili, nikawachagua tangu asili. Biblia inasema kwamba walio wangu naliwajua tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia. Dunia haijaumbwa, yeye alishatujua. Kwa hiyo sisi tulikuwepo. Mimi ukiondoa hili boksi la nje, tayari mimi ni roho. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo huyu wa ndani ndiye aliyebeba sura ya Mungu. Huyu wa ndani ndiye aliye mfano wa Mungu. Kwa hiyo nina ujasiri wa kusema mimi ni roho. Tayari kwa kuwa mimi ni roho, nilikuwa pamoja naye tangu asili. Anasema hivi, ili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu walio wengi. Halafu anasema na wale aliowachagua tangu asili, na hao akawaita. Halafu aliwaita akawahesabia haki. Wale aliowahesabia haki, hao nao akawatukuza. Haleluya. Angalia aliyowajua tangu asili nini alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu anaweza kawa anasikia au yuko mahali hapa anasikiliza, lakini enzi zile za utoto wake au za ujana wake huko nyuma, anaota anavua samaki, anaota mara anapanda mbegu, anarusha mbegu, analima shamba, maana anaona shamba kubwa la mahindi. Wewe ulichaguliwa tangu asili, wewe ulichaguliwa tangu asili ili uhesabiwe ya kwamba wewe wa kwake, maana walio wa kwake yeye anasema naliwajua. Anasema Yeremia, kabla wewe hujazaliwa, kabla sijakuumba wewe nalikujua, kabla hujazaliwa kwenye tumbo la mama yako nalikutakasa ili uwe nabii wa mataifa. Kwa hiyo umetakaswa. Wewe umetakaswa ule mwenyekiti wa mama, umetakaswa ule mwenyekiti wa baba, umetakaswa kwenye kazi maalum. Kabla
kumbe Mungu kabla hujazaliwa kwa baba yako na mama yako, angalia Mungu yeye alikutakasa. Haleluya, alikutakasa. Haleluya, alikutakasa. Siku ya tatu aliwachagua tangu asili. Tangu asili. Tena anasema tufananishwe na mfano wa mwana wake, yeye aliye mzaliwa wa kwanza katika viumbe vyote. Ndio maana ndani yako ukishaingia kwenye miliki ya Yesu Kristo, tayari wewe unayo hatimiliki ya uzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatimiliki unayo, ingia upokea hatimiliki ya uzima. Kimbia kuwa na famasi nyumbani kwako. Maana yeye anasema walionipokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ndio wale waliozaliwa si kwa mbegu ya kuharibika, bali kwa mbegu ya neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu siku ya tatu alitaka kulidhihirisha kanisa ya kwamba kanisa linapaswa kutoka mautini kuelekea uzimani, linapaswa kuishi katika maisha ya roho, linapaswa kutembea katika roho, ili yeye aliye roho akutane nao katika ulimwengu wa roho. Kutana na Mungu katika ulimwengu wa roho. Ukiwa mwilini utakutana na Mungu, kutana naye kwenye ulimwengu wa roho, ndipo utakapoona raha ya wokovu. Daudi akasema unirudishie furaha ya wokovu, maana alipoteza alipokwenda nje. Haleluya. Ngoja nikwambie, unajua siku ya tatu Bwana Yesu anajidhihirisha kwa walio wake, anajifunua kwa walio wake. Haleluya, haleluya. Iangalia siku ya tatu, anaelekea kuingia kaburini. Siku tatu anapanda na wanafunzi watatu mlimani. Oh, haleluya. Anapanda na wanafunzi watatu ili ajifunue katikati yao. Watatu, siku ya tatu akajifunua katikati yao. Oh, haleluya, haleluya. Yeye ni wa kanuni. Mungu ni wa kanuni. Ndio maana shetani alichokuja kufanya, yeye akapunguza moja. Alipunguza moja, ikawa 6 badala ya 7. Utimilifu wa kiungu udhibitike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo angalia Mungu anataka nini kwetu siku ya tatu. Luka 13:31 mpaka 32. Nenda kamwambia yule mbweha. Nenda kamwambia yule mbweha. Roho ya mbweha inafuatilia mambo madogo madogo. Tabia ya mbweha yanafuatilia mambo madogo madogo. Kamwambia huyo mbweha anayefuatilia utujitu tudogo tudogo, yaani leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, lakini siku yangu ya tatu nitakamilika, hataweza kulishika. Haleluya, haleluya, haleluya. Siku ya tatu. Luka sura ya 13:31. Saa ile Mafarisayo kadhaa walimwendea. Ndio. Wakamwambia, toka hapa. Uende mahali pengine. Kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni sasa. Mkamwambia yule mbweha. Tazama leo Mfalme Herode ni mbweha, umeona? Yaani haijalishi wewe ni mkubwa una cheo namna gani, lakini kama unafuatilia tujitu tudogo wewe ni mbweha. Una roho ya mbweha, una tabia ya mbweha. Haleluya. Kamwambia huyo mbweha leo na kesho. Leo na kesho natoa mapepo na kuponya wagonjwa, lakini siku yangu ya tatu nakamilika. Akiwa anataja habari ya ufufuo wake. Amen. Kurejea saa ya utukufu wake. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyu Yesu ni mzuri. Siku ya tatu tamfurahia.
Imesalia raha ya Sabato. Hiyo ndio raha ya Sabato tunaingoja. Maana anasema ya kwamba Sabato ni pumziko. Tunaingoja hiyo raha ya Sabato. Ukishaingia ndani ya Kristo, tayari pumziko umeipata. Yesu anasema katika Yeremia 50 mstari wa 6 na 7, wamewasaulisha watu wangu mahali pao pa pumziko. Maana waliondoka kwenye ulimwengu wa roho, wakapoteza saa ya pumziko. Wakaipoteza saa ya pumziko. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu walikosa pumziko, wakawa kama wazee wakati watoto wadogo. Haleluya. Kwa sababu pumziko lilikosekana, ikawa ni kilio. Anaimba nalia, anasema ole wangu nikifurahi siku moja, nitalia siku sita mpaka wiki inaisha. Kwa hiyo ni ole nikifurahi siku moja, siku sita ni kilio kwa kwenda mbele. Wakati Yesu anasema Isaya 35:10, anasema na wale waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Huzuni na kuugua vita wakimbia, na watapata kicheko na furaha. Haleluya! Ni siku ya tatu tunapata kicheko na furaha kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Unajua, ngoja nikwambie, kama hujashuhudia ufufuo wa Yesu Kristo na Pasaka ya Yesu Kristo, wewe huna ushuhuda wa aina yoyote kwa Yesu Kristo. Lakini aliyeshuhudia ametoka kwenye mauti, alikuwa amefungwa sana, alikuwa ameshaingizwa kwenye jeneza, alikuwa amechimbiwa kaburi, lakini kaburi likafunikwa, akaambiwa inuka, toka, jitwike godoro lako uondoke, magonjwa akamwachilia. Huyo na ushuhuda. Kila aliye na Mwana na ushuhuda kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ndicho anachokitafuta. Watu watembee wakiwa wana ushuhuda, wakiwa wamejaa ushuhuda. Wewe una ushuhuda gani? Haleluya. Ulipokuwa umezikwa kwenye jeneza lililoandikwa huzuni, unasema nimekutamani, angalia. Ukiangalia huna hata mwelekeo. Tukikuonesha sura yako unasema sio mimi, mnanisingizia. Labda ni mwingine, sio mimi, hatufanani kabisa. Kumbe ni kwamba ulikuwa umefungwa kwenye lile jeneza. Lakini siku ya tatu ulipoingia tu, Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nao nitawapumzisha. Pumziko ni Yesu Kristo. Raha ya Sabato ni Yesu Kristo. Raha ya Sabato ni Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa ndani ya Kristo unalo pumziko. Unalo pumziko. Unatoa mizigo yako. Unatoa mizigo yako. Inasalia raha ya Sabato. Raha ya Sabato ndiyo inayosalia. Ndiyo inayosalia. Yesu anamwambia, kamwambia huyo mbweha, leo na kesho ninatoa mbweha. Mfalme anaambiwa mbweha. Leo ukisema mbweha, hata ufiki mahakamani. Jumla umepotea. Alikuwa ameenda kununua sabuni, akapotea. Lakini Yesu akasema wewe ni mbweha. Yohana sasa akamwambia, hivi wewe ni vyema kweli wewe Herode ubebe mke wa ndugu yako? Weka ndani, kata kichwa. Lakini aliyesema mbweha hakuguswa. Tujiulize, siku ya tatu. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie, aliyebeba kusudi la Mungu hawezi kufa. Watakuzoga lakini kufa haufi. Utatembea katika moto lakini kufa haufi. Biblia inasema utapita kwenye moto lakini hutateketea, kwenye maji wa moto lakini hutaungua, wala maji hatakugharikisha, maana umelibeba kusudi la Mungu. Ndio maana hata walipokupa sumu, ulikunywa sumu kapita. Walipoweka sumu ndani ya chakula, ukatwanga msosi na bado ukasonga mbele, kwa maana ulikuwa umelibeba kusudi la Mungu. Nataka nikwambie, alibeba kusudi la Mungu hawezi kufa. Haleluya. Mpaka timiza kusudi la Mungu. Haleluya. Yesu kamwambia huyo mbweha, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, lakini siku yangu ya tatu mimi nakamilika. Nimekuja kwa ajenda maalum, ni kuleta kanisa la Kristo. Ajenda maalum ni kuleta kanisa la Kristo.
Kristo. Na leo Bwana anasema nitatuma malaika zangu pamoja na sauti kuu ya parapanda ili kuwaleta watu wangu toka pande zote nne. Bwana anawaleta magharibi, anawaleta mashariki, kaskazini na kusini. Wateule wa Mungu watauitia mlima wa Bwana. Maana Isaya naye akapaza sauti akasema, katika siku hiyo ya mwisho, watu wa Mungu watauendea mlima wa Bwana makundi makundi, mlima wa Bwana utakapoimarika. Siku ya tatu, siku ya tatu Bwana anataka kufanya jambo. Bwana anataka kufanya jambo. Siku ya tatu Bwana anafanya jambo. Siku ya tatu Bwana anafanya jambo. Nataka nikwambie Bwana anafanya jambo. Iko saa inakuja. Nakwambia saa inakuja. Mfalme wa utukufu anaingia. Mfalme wa utukufu anaingia. Anaingia. Mfalme wa utukufu huyo Bwana anaingia. Anaingia katika kanisa lake. Maana kanisa lake litasikia sauti yake, nayo itampa nafasi. Mfalme wa utukufu ataingia na sauti yake wataisikia. Anasema kondoo na wengine ninao ambao si wa zizi hili, watakapoisikia sauti yangu watauijilia mlima makundi makundi. Haleluya! Makundi makundi watauijilia mlima wa Bwana. Watauijilia mlima wa Bwana makundi makundi. Hiyo ni siku ya tatu iliyokusudiwa na Bwana. Anasema sauti yangu wataisikia. Wale watakaoisikia watakuwa hai. Saa imefika ya watu kuisikia sauti ya Mungu. Angalia Warumi 13 mstari wa 11. Biblia inasemaje? Warumi 13:11. Kimbia hapo kwa jina la Yesu. Warumi 13:11. Biblia inatueleza waziwazi akisema, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamua kutoka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Tulipoanza kuamini wokovu ulikuwa mbali, lakini sasa kwa sababu siku ya tatu imefika, ni saa ya kuamka usingizini. Wala sisi hatulali kama walalao usingizi, bali sisi tunaamuka. Maana ni saa ya kuamuka kutoka usingizi, usingizi wa kiroho. Bwana kuamsha utoke, ujue kusudi la Mungu, ujue kusudi la Mungu wa mwito ulioitiwa. Bwana kuamsha tena, Bwana kuamsha tena kwa jina la Yesu Kristo. Uamuka utende kazi, urudi ulikotoka, nyumbani kwa baba yako wanakuita urudi tena. Amka! Bwana anataka uamuke. Toka usingizini. Bwana amekutuma kwa ajenda maalum. Amekutuma juu ya Tanzania. Amekutuma juu ya Tanzania. Ukakusanya wanawake juu ya Tanzania. Maana Yeremia anasema, fikirini sasa mkawaita wanawake waombolezao, waje usanga kuomboleza ili wapate kuomboleza kwa ajili. Waomboleze, waomboleze. Bwana anataka wanawake, wanawake. Amekuamini, amekutuma, nenda. Bwana anataka ukaomboleze. Bwana anataka uomboleze sasa. Bwana anataka uomboleze. Bwana anataka uomboleze. Haleluya! Hiyo ndio siku ya tatu ya ufufuo, siku ya tatu ya urejesho. Bwana anarejesha kanisa. Bwana anarejesha kanisa. Yeye anarejesha kanisa. Yeye anarejesha kanisa. Ni saa ya kutoka kwa wafu. Ni saa ya kutoka kaburini. Ni saa ya kutoka kwa wafu. Kwenye dini na udhehebu. Huo ni ufu. Haya ni makaburi yamefunika watu wa Mungu. Wameshindwa kutoka. Leo Bwana anasema toka. Yeye anasema toka. Wafu toka. Kusudi la Mungu ni kuwaleta watu kutoka kwenye ufu, kuwaleta kwenye ufalme. Saa yake, saa yake ya kuamuka kutoka katika wafu, ya kutoka katika wafu, saa yake imefika. Saa yake imefika. Saa yake imefika. Kusudi lake lithibitike, kusudi lake lionekane, kusudi lake lionekane. Haleluya! Rimbuko la walio hai
Biblia inawataja kama wanyenyekevu. Mathayo 5 mstari wa 6, Biblia inasema waziwazi. Mathayo 5. Kimbia, bado tunaendelea. Hiyo ndio roho ya ufufuo. Roho ya ufufuo, Bwana anapoingia, yeye anaifufua kanisa. Anasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Wako watu walio na njaa na kiu ya haki. Haleluya, haleluya. Tafadhali naomba utulivu, tuko kwenye somo, bado tunaendelea. Pokea hiyo nguvu ya ufufuo kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo nguvu Bwana akakufufue toka kwa wafu kwa jina la Yesu Kristo. Anasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Wako walio na kiu na njaa ya haki. Bwana anataka walio na kiu na njaa ya haki wauijie mlima wa Bwana. Paulo akasema hatukuzifuata hadithi za kizee. Ziko hadithi za kizee zinahubiriwa leo, sio injili ya ufalme. Injili ya ufalme, Paulo anasema sionei haya injili ya Kristo, maana ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Haleluya, haleluya. Uwezo wa Mungu letao wokovu. Injili na watoa watu kwenye magereza, waliofungwa minyororo na katika. Bwana anasema ya kwamba kuzimu umemeza mali, naye Bwana atakutapikisha, yatatoka tumboni mwako. Ni siku ya 3 Bwana anawatoa waliomezwa, walioshikiliwa. Bwana anawatoa, maana ni saa ya ufufuo, saa ya urejesho. Bwana anasema nitawatuma pamoja na sauti kuu ya parapanda. Sauti kuu ya parapanda. Watakusanya watu wa Mungu, watarejeshwa. Watakatifu toka pande zote. Analitafuta kanisa lake lisilo na mawaa. Ni ole wake yeye naye saa yake na kucheza duniani. Ni ole wake anayeona na muda wa kupoteza. Ni ole wake aliyepewa kazi, dhamana ya kazi. Mbingu zimekuamini halafu unacheza. Bwana ameweka karama na vipawa ndani yako, unavitumikisha kwa ibilisi. Bwana anasema viungo vyenu vitoweni, viwe dhabihu mbele za Bwana, maana hiyo ndio ibada ya maana. Amekuamini Bwana, amekuita ili siku ya 3 dhihirisha sura yake. Hii siku ya 3 dhihirisha sura yake. Ukisimama kuimba kwa ndani ya siku ya 3, sura ya Kristo ionekane, wana wa Asafu waonekane, wamwimbie Mungu katika uzuri wa utakatifu wake. Bwana anasema haleluya, haleluya. Bwana anasema mwimbieni Bwana katika uzuri wa utakatifu wake. Katika siku ya 3 wanaimba, hawataimba kama mataifa, wataimba katika uzuri wa utakatifu wake, maana ni sura ya Kristo inadhihirika. Maana huyo Mungu atakuwa akionekana katikati yao. Anasema tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni pamoja na pamoja na wale watu 144,000 pamoja naye, wenye jina la baba yake na jina lake yeye mwenyewe, ambao ni kweli ya Mungu, wakiwa pamoja na Kristo. Nataka nikwambie kwamba hii ni saa ya urejesho. Maana angalia, Samsoni walipomtoboa macho wakajua wamemaliza. Hawakujua kama nywele zitaota. Nywele zilipoota, yeye alisimama. Simba ni yule yule, hata kama amenyeshewa bado ataitwa simba. Haleluya! Hii ni saa ya urejesho. Bwana anaitafuta Mwanza. Bwana anaitafuta Mwanza. Bwana anaitafuta Tanzania. Tanzania, sikia sauti ya Bwana. Bwana anakutafuta. Bwana anakutafuta. Tanzania ni mzaliwa wa kwanza. Tanzania ni mzaliwa wa kwanza. Haijalishi iko taifa la kwanza katika mwili, lakini rohoni hilo ni taifa la kwanza. Tanzania umebeba agano. Tanzania, sikia sauti
pande zote nne. Tanzania, sauti ya Bwana. Bwana anasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Hii ni saa ya kushibishwa chakula cha kweli. Hii ni saa ya kula chakula cha kweli, ili kila atakaye kula asife. Yesu akasema katika Yohana 6:53, anasema kila atakaye kula 53 mpaka 55, anasema atakaye kula mwili wangu huyo hatakufa kabisa. Watakao kula mwili wake ambao ni neno lake, ambao ni kweli yake, hawatakufa kamwe. Haleluya, haleluya kanisa, haleluya. Bwana anakwenda kuuendea ulimwengu pamoja na sauti kuu ya parapanda. Bwana anakwenda. Haleluya, haleluya. Yeye alipofika mbele ya kaburi la Lazaro, akauliza mmemweka wapi? Walipomwonyesha kwambia litoweni jiwe. Watoa leo Yesu analiamuru jiwe liondoke, maana hii ni siku ya tatu ya wafu kutoka kaburini. Yohana 5:28. Wafu wako walio makaburini watatoka, walio makaburini watatoka, maana ni saa ya kutoka makaburini kwa jina la Yesu Kristo. Walioshikiliwa watatoka. Bwana wataka watu wake wakampa ibada. Mungu akamwambia Musa, nenda kamwambie Farao, mwambie Bwana anasema hivi, Mungu wa Israeli anasema hivi, umwachie mzaliwa wangu wa kwanza akanitolee dhabihu. Dhabihu ni ibada kweli. Bwana anaitafuta dhabihu. Bwana anaitafuta dhabihu. Bwana anaitafuta dhabihu ambayo ni ibada ya kweli. Mzaliwa wa kwanza. Bwana kamwambia Musa, nenda kamwambia Farao, amwachie mzaliwa wangu wa kwanza na mpaka aenda kaniabudu, aenda kanitolee dhabihu. Bwana watafuta watu wake waabudu halisi, watakao maabudu Baba katika roho na kweli. Yeye ni roho, na waabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Siku ya tatu Bwana na watafuta waabudu halisi, wanaoabudu katika roho na kweli, wanaojikana, walio na chapa za Yesu Kristo. Tunatembea tukiwa na chapa zake, tunatembea tukiwa tumegongwa muhuri wa Kristo. Muhuri wa Yesu Kristo tunagongwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana anatafuta waabudu halisi, anawatafuta waabudu halisi, anawatafuta waabudu halisi toka pande zote nne. Bwana anakwenda kuwaleta. Sauti kuu ya parapanda inakwenda, inakwenda, inakwenda. Sauti kuu ya parapanda inakwenda. Bwana anatuma malaika zake, wanakwenda kwenye mlima wake Sayuni, watakusanyika ili wampe ibada ya kweli. Haleluya, haleluya. Huyo ndiye Mungu tuliyemngoja atusaidie, maana mauti imemezwa, aibu ya watu wake ameiondoa. Ulikuwa wewe unaitwa, wewe ni mgonjwa, wewe huo umeshakuwa ni ugonjwa wako, lakini leo wana jina jingine. Bwana anasema atakupa jina jipya. Jina jipya ni lingine tena amekupa. Bwana amekupa uzima, tayari wamebadilisha historia tena. Haleluya, haleluya. Bwana anasema wanaheri, wamebarikiwa walio na njaa na kiu ya haki. Wamebarikiwa watu wa namna hiyo, watakao tamani kutembea na Bwana. Kinyume cha heri ni ole. Umepewa kazi, umeona kazi umepewa na mwanadamu. Siku ya tatu Bwana atakudai. Bwana atakudai. Umepewa dhamana. Tanzania na kungoja. Umepewa dhamana juu ya wanawake, umepewa dhamana juu ya kanisa, umepewa dhamana. Bwana anataka ulirejeshe kanisa lake. Bwana anasema katika Yeremia ile 51 mstari wa 20, fikirini sasa mkawaite. 17 mpaka 20, fikirini mkawaite wanawake waomboleze
watoto wetu, mabinti zetu, wafundishe mabinti nao kuomboleza. Ni dhamana umepewa. Haleluya, haleluya. Tumetoka mbinguni kwa ajenda. Haleluya, tumetoka mbinguni tukiwa na ajenda ya kurejesha kanisa la Kristo. Yesu Kristo akiwa anatenda kazi ndani yetu, kanisa analitafuta lililo na sura yake, lililo na chapa yake, lililo mfano wake. Analitafuta kanisa la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inuka sasa, inuka. Hii ni saa ya Bwana. Inuka. Bwana anataka uomboleze. Bwana anataka uomboleze. Ndani ya dakika 21 Bwana alizoziamuru ili kwamba watu wake, kanisa lake lipate kurejea tena, lisimame katika utukufu wake. Bwana dakika 21 yeye anasema ziko huduma 5, yako matunda 9, ziko roho 7. Hiyo ni 21, dakika 21. Watu wa rohoni siku 3. Ukichukua 21 ligawanya kwa namba 7 ya utimilifu, unapata 3. Saa ya ufufuo, kanisa linafufuka, linatoka kaburini. Bwana anataka alifufue kanisa lake, awarejeshe watu katika mfumo wa rohoni, waliokuwa mateka, waliokuwa wamefungwa. Bwana anawarejesha. Inua mikono yako sasa kwa Bwana. Waliokuwa mateka, adui amewateka, adui amewamiliki, waliokuwa wamemilikiwa na mizimu ya kwao, mizimu ya mababu. Siku ya 3 walipoingia, Bwana aliwatoa, Bwana aliwafungua kwa jina la Yesu Kristo. Leo Bwana anafungua hatima yako, anaondoa kila kifungo ili umwabudu Bwana katika roho na kweli, maana anaitafuta kanisa lake. Tanzania, Bwana anakuja, Bwana anakuja na sauti kuu ya parapanda. Bwana anakuja kwa jina la Yesu Kristo. Bwana anakuja, analirejesha kanisa, anaitoa kwenye ufu, maana amesema watakuwa wametoka, wamevuka kutoka mautini kuelekea uzimani. Leo Bwana alifufua kanisa. Omboleza kwa Bwana, omboleza kwa kanisa sasa. Lia kwa kanisa mama, omboleza kwa kanisa, omba kwa kanisa. Mwambie Bwana, Mungu amekuamini kama mwenyekiti wa mama. Omboleza kwa kanisa, omboleza kwa wanawake, omboleza sasa, omboleza kwa Bwana, omboleza kwa Bwana, omboleza kwa Bwana. Mwambie Bwana amenipa dhamana kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya wanawake, ili waomboleze, niwafundishe kuomboleza. Omboleza. Bwana amekuamini, umetoka mbinguni, amekupika chapa. Wewe utasimamia kanisa lake, wanawake wafundishe kuomboleza. Waomboleze kwa ajili yake, kwa ajili ya wana na binti zetu walio tayari kuachiliwa mbali na mauti. Omboleza mama, omboleza kwa ajili ya kanisa, omboleza kwa ajili ya kanisa, omboleza kwa ajili ya kanisa. Sauti kuu ya parapanda. Omba Bwana alete sasa, malango yafunguke, Bwana akapeleke sauti kuu ya parapanda ikatembee sasa, ili watu wake wapate kurejea, wale wa mateka wa Sayuni wapate kurejea. Shadaya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Omboleza sasa kwa jina la Yesu Kristo. Omboleza kwa ajili ya Bwana, omboleza kwa ajili ya Bwana. Omboleza. Rama Sabaoth, Rama Tilikenez. Bwana afungue mlango. Omba Bwana afungue mlango. Malango ya fedha yafunguke kwa ya sauti kuu ya parapanda. Bwana peleke magharibi na mashariki, kaskazini na kusini. Bwana peleke hiyo sauti kuu ya parapanda. Omba kwa ajili ya wanawake, fikirini mkawaita wanawake waombolezao wapate kuomboleza kwa ajili yetu, tena wenye ustari. Bwana watafuta walio tayari kuomboleza kwa ajili ya kazi ya Mungu duniani.
omboleza, 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 omboleza. Wako wanawake walio magerezani wamefungwa vifungo, wengine vifungo vya uchawi, wengine vifungo vya uzinzi, wengine vifungo vya madhabahu, wengine vifungo vya uganga na ushauri, wengine vifungo vya biringe vya mababu. Omboleza kwa ajili yao, omboleza kwa ajili yao. Wengine vifungo vya umbea, omboleza, 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 omboleza kwa ajili ya wanawake Tanzania, omboleza kwa ajili ya kanisa la Tanzania, omboleza kwa ajili ya Tanzania, omboleza kwa ajili yao. Omboleza sasa, omboleza, omboleza, omboleza. Bwana anatafuta kanisa la Tanzania, Bwana anatafuta kanisa la Tanzania, atafuta mzaliwa wa kwanza Tanzania. Bwana anamtafuta mzaliwa wa kwanza, Bwana anamtafuta mzaliwa wa kwanza baini Tanzania. Watanzania Bwana watafuta ili wamaabudu katika roho na kweli. Bwana anatafuta Tanzania, Bwana anatafuta Tanzania, Bwana anatafuta Tanzania. El Shaddai, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kila aliyefungwa na madhabahu, kila aliyefungwa na miungu, kila aliyefungwa na vilinge vya kiganga, kwa jina la Yesu Kristo, kila madhabahu iliyokufunga leo kuachilie, leo yaachilie, leo yaachilie. Huyo mwanamke aliyefungwa na madhabahu leo kumwachie kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Kila pando, kila neno walilotamka juu yako kwa jina la Yesu likafunga hatima yako, likafunga hatima yako, likafunga kipawa chako, likafunga huduma yako leo kwa jina la Yesu Kristo, leo kwa jina la Yesu Kristo. Kila kilichofungwa ndani yako, iwe ni tumbo iliyofungwa, iwe ni mikono iliyofungwa, iwe ni miguu ambayo ni utayari uliofungwa, Bwana akataye mikatare, iyo mikatare katike, iyo mikatare katike, rakatara mayana, rabawase kete, rikamandora basa, rakatara mayano, iyo mikatare, iyo mikatare, ikatika leo, ikatika leo. Wale wamemlamani leo watapike mali yako, watapike leo uchumi wako, watapike leo afya yako, watapike leo watapika kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, watapika leo, watapika leo hatima yako, hatima yako walioshikilia, hatima yako walioshikilia, hatima yako kwa jina la Yesu Kristo, hatima yako iliyoshikiliwa, hatima yako, afya yako leo kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Bwana anasema watazote waliko mara ya pili, magharibi na mashariki, kaskazini na kusini, walikofunga hatima yako leo natamka kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wakaiachie hatima yako kwa jina la Yesu, wakaiachilie, wakaiachilie, wakaiachilie leo, wakaiachilie kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, wakaachie hatima yako kwa jina la Yesu, wakaachie hatima yako kwa mamlaka jina la Yesu, wakaachie hatima yako leo kwa jina la Yesu. Leo mikatare ina katika, mikatare uganga na uchawi unafanyika juu yako, wakafunga mikono, wakafunga miguu, wakafunga tumbo, wakapanda joka, wakatamka vidonda, pepo na vidonda vya tumbo likainuka ndani yako leo inayeyushwa. Hiyo miungu ya Kanaani, miungu ya Wahindi, miungu ya Kanaani, miungu ya Amori, miungu ya Kadeshi leo inaangushwa. Rakataramayano rikamandorobosaya El Shaddai Elohim, Bwana pita, pita, pita juu ya Mwanza Bwana. Miungu yaangushwe, miungu yaangushwe, madhabahu yaangushwe, vilinge vianguke. Bwana umiliki, Bwana umiliki juu ya Mwanza
Simamisha Bwana majira yako ya kusimamisha tena. Simamisha Bwana, maana kwa neno lako umesema wajapokuangusha, wajapoanguka, useme kuna kuinuka tena. Ramayanda la Masaya, Rakamando Rukuri ya Masaya, Shadai ya Rohino, Rama Sabaozi. Aliye na udhaifu wa tumbo, shika, weka mkono wako wa kuume kwenye tumbo. Weka mkono wako kwenye tumbo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana napita kwa jina la Yesu Kristo. Bwana napita, moto napita. Yeyusha Bwana, yeyusha utani wa kipepo, yeyusha huyo joka, yeyusha joka, yeyusha joka aliyefungamanishwa na madhabahu ya kichawi, aliyefungamanishwa na madhabahu ya kichawi, kila lichorishwa leo kwa mamlaka napeleka wa moto kwenye hilo tumbo, hilo tumbo la vuruga, hilo tumbo la vuruga. Malaika pita, 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 pita. Gusa wa mkono Bwana ulioshikilia tumbo hilo. Bwana gusa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Gusa hiyo tumbo Bwana, gusa kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Kila mishale, harufu ya kuzimu iliyopandwa, harufu ya uchungu kwenye kinywa, kuzimu toka. Acha hicho kinywa, acha hicho kinywa. Rakatarama ya ndorobo, rakamandorobo saya. Nami nina damu ya Yesu Kristo. Damu inapita, damu inapita, damu inapita, damu inapita kwenye hicho kinywa, kwenye tumbo. Damu inapita, damu inapita. Anatakasa huyo Bwana, mzee wa siku, anapita leo. Yungu inaangushwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inaangushwa miungu, inaangushwa miungu kwa jina la Yesu Kristo. Walioshikilia hatima yako kupitia tumbo lako, walioshikilia hatima yako kupitia tumbo lako, leo natuma radi magharibi na mashariki, kaskazini na kusini. Hiyo madhabahu iliyoshikilia hatima yako kupitia tumbo, leo tumbo la uzazi iliyoshikiliwa leo kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, naamuru sasa pigwa kusunya maza kimya katika jina la Yesu. Ile mikono yako mbele za Bwana sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, wewe uliye mzee wa siku, simba wa kabila la Yuda, Bwana wa Bwana, Mungu wa miungu, ukadhihirike Bwana, ukatawale na kutenda. Pokea sifa na utukufu Bwana, maana umefungwa mwenyewe, umegusa mwenyewe Yehova. Bwana, achia sauti yako Bwana, mwanzo isikizishe sauti yako, Tanzania ikasikie sauti yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu wa miungu, ukadhihirike juu ya watu wote wenye mwili, wakaisikie sauti yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Leo jioni ya leo na iachilia hiyo neema ya Mungu juu yako, ikadhihirike juu yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru hiyo nguvu ya Mungu ikawe juu yako, ikakufunike, ukainuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana zote sema amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Wanawake wewe vigelegele, piga vigelegele kwa Bwana. Wanaume piga makofi kwa Bwana. Sema amen. Haleluya. Bwana tujaze uzima kwa jina la Yesu. Amen. Tukutane tena siku ya Alhamisi.